Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club mara baada ya msimu wa mwaka 2024-2025 kuweza kutamatika ama kumalizika, ambapo tunaona Simba walikuwa wanajenga timu ambapo kwa upande mwingine hawajaweza kuchukua kikombe chochote, la sivyo mafanikio makubwa ambayo wameweza kuyapata ni kwa upande mwingine ni kufika hatua fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza na kuweza kuweka historia, bila kusahau mafanikio mengine ambayo Simba wameweza kuyapata ni kuweza kukamata nafasi ya pili kwa ajili ya kwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Sasa mara baada ya msimu kumalizika, tunashuhudia siku ya leo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya soka ya Simba, rais wa Simba Sports Club Mohamed Gulam Dewji, sambamba na wajumbe wake wa bodi na baraza la washauri wa klabu ya soka Simba wameweza kukaa kikao kizito kwa ajili ya kujiandaa kuzungumzia namna gani watakwenda msimu ujao wa mwaka 2025-2026. Miongoni mwa vitu ambavyo walikuwa wakidiscuss ni kupitia ripoti ambayo imeweza kuachwa na kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba mtaalam Faldu Davis, ambapo tunashuhudia kwa sasa yupo nchini kwao Afrika Kusini. Katika ripoti ambayo Faldu Davis ameweza kuitoa ni kwamba anataka afanywe sajili za wachezaji wapya, bila kusahau kuna mapendekezo ya wachezaji ambao kwa upande mwingine ameweza kuomba waondolewe katika kikosi chake kwa sababu hawajadhihirisha kiwango chake chao. Kwa hiyo kwa upande mwingine ameweza kutoa ripoti hiyo. Sasa kwa mujibu wa taratibu zilizopo ni kwamba ripoti ya Simba Sports Club ambayo siku ya leo walikuwa wakidiscuss ni kwamba kuelekea katika msimu ujao lazima Simba Sports Club wasajili beki mmoja wa katikati, beki ambaye atakwenda kusaidiana na Abdulrazak Hamza sambamba na kina Shamuka Rabua na Shemalone Fondo, beki ambaye atakuwa ni mbora kuliko mabeki waliopo kwa sasa. Bila kusahau katika ripoti hiyo kocha mtaalam Faldu Davis ameweza kuomba aletewe kiungo namba 8. Hapa tukienda kuongelea kiungo namba 8 ni kiungo wa katikati ambaye atakuwa anaweza kupanda mbele na kurudi kuja kumsaidia kiungo namba 6. Na ikumbukwe vile vile pia amependekeza walete kiungo namba 6 mwingine ambaye ataweza kusaidiana na mchezaji anaofahamika kwa jina Leus Kagoma, kwa sababu Kagoma ameonekana kutumika katika mechi nyingi. Kwa hiyo kuelekea katika msimu ujao anahitaji kuwa na viungo wengine, kwa sababu taarifa za ndani kwamba Ngoma, Okejefa na Dibra Fernandez wanaondoka. Kwa hiyo ameweza kuomba aletewe kiungo box to box midfielder ambaye atakuwa anapanda na kurudi, yani kiungo mwenye mapafu ya mbwa. Lakini kocha Faldu Davis katika ripoti yake ameweza kuomba aletewe kiungo mmoja mshambuliaji, yani kiungo namba 10, mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza katika ile eneo la attacking midfielder kwa ajili ya kusaidiana na Jean Charles Ahoua. Tunaona Jean Charles Ahoua ni mchezaji ambaye ana namba nzuri za magoli, bila kusahau anatengeneza nafasi, lakini bado kocha Faldu hajaridhishwa na kiwango chake. Kwa anataka kupata kiungo ambaye ni mnyumbulifu, ambaye atakuwa ni playmaker kweli, mwenye uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi kwa msimu. Kwa hiyo ndio ripoti ambayo mtaalam Faldu Davis ameweza kuiacha katika kikao ambacho Simba wameweza kukaa siku ya leo. Basi walikuwa wakipitia sambamba na kuweza kuandaa zile kamati ambazo zitakwenda kushiriki kwa ajili ya kufanya sajili za wachezaji wapya ambao moja kwa moja ni kutokana na mapendekezo ya mtaalam kocha Faldu Davis. Kwa mujibu wa kikao ambacho kimeweza kukalika leo ni kwamba Mo Dewji mwenyewe ameweza kuahidi atakuwa bega kwa bega na atakwenda kusimamia usajili wa msimu, kwa sababu anatoa fedha nyingi lakini upigaji umekuwa ni mwingi. Sasa amesema kwa sasa mchezaji ambaye atakayependekezwa na kocha Faldu Davis, basi moja kwa moja yeye mwenyewe ndiye ambaye atakwenda kutoa fedha na kufanya mazungumzo nao. Kwa hiyo kwa sasa Mo Dewji ameweza kuweka mambo yake binafsi na kuja kuitumikia klabu ya soka Simba. Vile vile ameweza kusikiliza katika baraza lile la washauri kwamba ni wapi ambapo Simba wamekosea msimu ujao. Kwa hiyo kwa sasa msimu unaokuja waweze kujipanga. Kwa hiyo hiko ndicho kikao cha Simba ambacho siku ya leo kimeweza kukalika pale jijini Dar es Salaam. Mo Dewji mwenyewe
akikiongoza. Bwana, kama ni mshabiki wa Simba umefurahishwa na taarifa hii, kwa sababu Simba ijayo itakwenda kuwa Simba moto. Like video yetu.